ya leo nina maelekezo machache tu. Nataka kuzungumza kuhusu ile remembrance, kile ambacho Bwana alituambia kwa kumbukumbu lake, kwa kufanya kumbukumbu lake. Sawa sawa? Sababu sio kitu kigeni kwenu, sintaongea sana. Nataka niwape maelekezo machache tu. Mara zote ama mara nyingi sana kwenye ile kanisa la kwanza walipokuwa wanakutana, kuna kitu kimoja kilikuwa common kwao. Kuna kitu kimoja kilikuwa kinatokea mara zote kwao. Kila walipokutana, Biblia utakuta inasema kwamba walipokutana au walipokuwa katika kuumega mkate. Halo? Amen. Utaona Yesu na wanafunzi wake, matukio yote unayojua makubwa yametokea along around kuumega mkate. Akatoka hapo akafanya hivi, alipofanya mengine kabla ya kumega mkate, baadaye alienda akaumega mkate. Lakini anavyoondoka anasema kwamba fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Sasa kuna message pale kwetu na kuna kitu cha sisi kuweza kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume mstari ule wa sura ile ya 2, ukisoma mstari ule wa 42, nataka tusome tuangalie ile theme ama yale makusudi ya yeye kufanya hilo tukio, ama makusudi ya maelekezo yake kuyafanya haya ambayo kanisa la kwanza lilikuwa likifanya. Alafu na sisi tutayatazama in relation kwa wakati ambao Bwana ametupa, kwa sababu tunalo jambo la kufanya. Haleluya. Amen. Hebu utanisomea pale mstari ule ni mstari mmoja tu pale, nataka kuna vitu tuviangalie. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Watu hawa wa kanisa la kwanza, Biblia inashuhudia kwamba walikaa pamoja, lakini kuna mambo ya msingi. Biblia inasema kwamba walikaa kwenye fundisho la mitume. Halo? Amen. Walikaa kwenye fundisho la mitume. Fundisho la mitume mnalielewa, si ndio? Yes. Si ndio? Leo apostle yuko hapa jamani, msije mkaniaibisha. Si ndio? Au sio? Amen. Amen. Walikaa katika fundisho la mitume na katika ushirika. Nataka unote hizo point. Yes. Sawa? Fundisho, teaching of the word. Ushirika, unity. Sawa? Kuumega mkate, kusali. Tulishawahi kujifunza masuala ya kusali, si ndio? Ndio. Sasa ukiangalia sisi, inawezekana kwa namna yetu sisi ya maisha ya siku hizi na songo mbingo na mbinde za maisha zimetufanya tunaweza tukakumbuka kidogo kukimbizana na kusikiliza mafundisho, lakini sio kukaa kwenye mafundisho. Halo? Amen. Yaani Mungu anisaidie na niongee kwa ufupi sana. Kulisikiliza fundisho na kukaa kwenye fundisho ni vitu viwili tofauti, hata kama vinafanana. Sawa sawa? Yes. Kwani paka shume na paka, kwani wote ni paka, si ndio? Lakini wanatofautiana, si ndio? Ndio. Mbwa mwitu na mbwa ni mbwa, lakini mbwa mwitu ni tofauti. Si mnawajua mbwa mwitu? Ndio. Wengi mnasoma tu kwenye Biblia. Mbwa mwitu, kaangalieni kwenye vile vipindi vile vya National Geographic kule, mtawaona. Wana tabia ya kula mnyama akiwa anatembea. Yaani wapendi waue, wanakula ukiwa unatembea, ukiwa hai. Alafu mbwa wa kawaida mnakaa nao nyumbani. Wote ni mbwa lakini ni tofauti. Unapokuwa msikilizaji wa neno, ninapenda sana. Kuna watu wanasemaga, ninapenda sana mafundisho ya Apostle Dani, ninapenda sana mafundisho ya neema, ninapenda kweli kweli. Na wanasikiliza, mara nyingine wanaingia kwenye page zetu, wanaingia wapi, wanasikiliza. Ni hatua ya kwanza. Lakini kukaa katika fundisho maana yake ni kuwa converted, kubadilishwa na lile fundisho na kuwa sehemu ya lile fundisho. Kukaa katika fundisho. Bwana asifiwe. Walidumu katika lile fundisho. Hawakulisikia tu fundisho wakaenda.
bali walibadilishwa wakawa hilo fundisho. Bwana asifiwe. Wakaishi kwenye hilo fundisho. Watu hawa ni tofauti kwa sababu huyu mmoja kwake sio nadharia tena, bali ni uhalisia. Kwa hiyo kile kilichozungumzwa kuhusu sisi kwenye agano hili kinatoka kuwa ahadi tu za Mungu alizosema na kuwa kweli kwa mtu aliyepokea. Amen. Halo, kuwa halisi kwa mtu aliyepokea, kuwa maisha kwa mtu aliyepokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema na nini kingine? Yes, ushirika, unity, alafu kuumega mkate, alafu kusali. Asa leo labda nizungumze hapo kwenye huo mkate, kwa sababu ndicho alichokuwa akikifanya, na alivyoondoka aliwaagiza akawaambia fanyeni hivi. Wao katika kanisa la kwanza walikuwa wakiishi lile fundisho ama yale maelekezo both kwa namna halisi na kwa nadharia pia, kwa picha pia, kwa sababu waliumega mkate physically. Sawa. Lakini nikisoma ninawaona pia kwamba hawakuishia kumega mkate tu, ila ni kweli walikaa katika unity. Mnakumbuka ile kanisa la kwanza waliuza hadi vitu vyao wakagawana. Yes. Na walikuwa hawagawani ni ili kwamba nini mwenye nacho aongezewe. Walikuwa wanagawana kwa maana asiyekuwa nacho naye awe nacho. Wakaishi kwa shirika. Bwana asifiwe. Amen. Sina mpango wote wa kuhubiri ujamaa wala kuzungumza ujamaa, lakini nataka nikuonyeshe kwamba watu hawa waliyaishi yale ambayo Bwana aliyasema, na kulikuwa na sababu. Na kuna sababu kwa nini katika maagizo yote ambayo Yesu aliyafanya, hili ni mojawapo ya agizo ambalo alilisoma kwenye kitabu kile cha Luka sura ile 22. Naomba nisomee mstari wa 19. Akatoa shukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwenye NIV anasema, and he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in my remembrance, in remembrance of me. Bwana asifiwe. Amen. Apostle Daniel aliwahi kufundisha hapa siku moja kuhusu hili neno remembrance. Mnakumbuka? Azungumza akasema kwamba remember, inatokana na neno remember. Remember, to unite the members to become one. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hakuwa anazungumza tu habari za boflo peke yake. Hakuwa anaisemea mikate kama mikate tu, ila mikate ilikuwa ni ishara ya kuwaweka wao pamoja, wakakaa pamoja. Hello? Amen. Mzee Sishe huwa na msemo wake, anasema kwamba ukitaka watu wakae pamoja, weka chakula. Nika msemo fulani hivi ambako ukikaangalia kama kanauzi, si ndio? Kwa sababu ni kweli. Yani ni kweli kwamba ukiweka chakula ukatuita, tutakuja. Yani hilo ninakuhakikishia, tutakuja. Amen. Ukituita hivi hivi, tunaweza tusije. Tunaweza tukawa bize, lakini sio eti tumechinja ng'ombe yuko hapo. Tunaita tu watu wa Mungu, mje pale muweze kumtukuza Bwana. No, tutakuja. Sawa Sasa labda mzee Sishe haikuwa mbali sana na Yesu, kwa sababu alimuelewa. Ndio maana hata na Yesu mwenyewe kwenye maelekezo yake hakuambia tu muwe na umoja, mkae pamoja, mshirikane. Aliwaambia kwamba mkivunja mkate, yaani tengenezeni mazingira ya kuwa mnaweka na mkate mle ndani na divai kwa kumbukumbu yangu, kwa sababu mkifanya hivyo mtaleta wale members kwa kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu yuko concerned na kitu kimoja tu. Mungu yuko concerned na yeye mwenyewe. Halo? Amen. Mungu, wakati mwalimu anatoa mfano hapa kwamba yule mtu mwema akauawa, unajua kitu nilikuwa nawaza huku, nilikuwa nawaza kitu fulani hivi, sio cha kilokole kabisa, kwamba mara nyingine Bwana Mungu anaweza akaruhusu kama mtu mwema kweli kweli
alafu akaja kenge mmoja, kenge maji, mtu mmoja tu ambaye akili zake, kenge sio ule mnyama, kuna watu wana qualification ya kenge pia, sawa? Akaja mtu mmoja mwenye akili kama za kenge maji, akaja akakudhuru, ukadhurika, akakufisha na ukafishika kabisa, sio kama ni Kiswahili sahihi, sawa? Ukafishika kabisa, ukafa kabisa. Na yeye mwenyewe anazungumza watawafisha, kwamba watawaua, yani, na wakiwaua wanafanikiwa kabisa kuwaua. Sasa nikawa nafikiria, nikasema alipokuwa anazungumza kuhusu upendo, nikagundua kwamba bana, inawezekana kwa sababu ya upendo na yeye Mungu, na yeye anawaona wanakuua kwa sababu amekupenda sana, anaacha wakuue ili muungane naye katika ulimwengu wake. Kwa mara nyingine sio kitu cha kulaumu sana, kwa sababu inawezekana ni baba amekupenda zaidi. Waswahili wana msemo wao kwamba sisi tulimpenda ila baba amempenda zaidi. Kwa hiyo Mungu hajaingilia kati wakati unakong'otwa, kwa sababu alikuwa amekupenda, anataka ufike. Bwana asifiwe. Anakatwa kichwa nani pale Petro, Mungu anaangalia tu, anasema mwache aje, kamanda amepiga kazi nzuri sana. Sisi huku tunaumia kwamba wamemkata kichwa, alafu Mungu amekaa kimya. Tunaingia kwenye ile maombi ya kilokole yale ya uchungu yale. Why Lord? Kwa nini Bwana? Kwa nini umeruhusu? Sasa yeye karuhusu, wewe unamuuliza kwa nini? Wewe nani? Bwana asifiwe. Kwa hiyo inawezekana ni kwa mapenzi yake tu, kwamba anaona hebu ngoja ninavyowapenda hawa niruhusu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Bwana apishe mbali ruhusa za namna hiyo, kwa sababu bado tunataka tukae hapa tuyashuhudie mapenzi ya Mungu na tusimame kuitenda kazi ya Mungu. Amen. Amen. Akasema fanyeni hivi kwa kumbukumbu yangu, in my remembrance. Mungu yuko concerned na yeye mwenyewe. Chochote ambacho Mungu anafanya, kiwe chema kwako ama kisiwe chema kwako, yeye anafanya kwa mapenzi yake. Mwisho wa siku, beneficiary wa mwisho ni yeye mwenyewe. Amen. Mtamuelewa kwa nini alikuwa anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Alafu kuna mahali akaona nikiwa Mungu mwenye wivu peke yake hayatoshi, wakasema Bwana na wivu ndio jina lake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni yeye tu. Hana mpango na kingine chochote isipokuwa yeye mwenyewe. Waliokuwa kwenye madarasa haya ambao tulikuwa tunaendelea, kuna sehemu tulizungumza kuhusu alignment, kwamba mwisho wa siku kunapokuwa na alignment kati yako wewe na yeye, mwisho wa siku utakuja kugundua ni yeye anafanya kazi na yeye mwenyewe kupitia wewe. Yeah. Kwa hiyo wewe upo katikati. Baraka unaenjoy kama sehemu tu ya kuenjoy, kwa sababu upo katikati ya yeye na yeye mwenyewe. Kwa hiyo yuko concerned na yeye mwenyewe, and therefore namna yake ama plani yake yote ya maisha ya sisi wanadamu ameitengeneza kufaidi mpango wake yeye mwenyewe. Amen. Lakini mpango wake ni mwema. Ndio maana ili tuweze kufika kwenye kusudi ambalo yeye amekusudia, alitaka tuwe mwili mmoja. Akamtoa Kristo kama mfano, lakini huyo Kristo tunaambiwa ni kichwa cha kanisa, na sisi ni sehemu ya huyo Kristo. Kuna maneno walokole tunayazungumza na kujivuna nayo, lakini hayajawahi kuwa na impact kwenye maisha yetu kwa sababu hatujaielewa hii kweli. Unaposema mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni Mungu, mimi ni sehemu ya Mungu, Mungu anakaa ndani, uungu unakaa ndani yako. Lakini uungu unaokaa ndani yako, ili uwe uungu unakaa ndani yako, lazima kuwe na manifestation ya presence ya uungu kwenye maisha yako. Na ndivyo alivyo design. Ndio maana akasema basi Kristo awe kichwa cha kanisa, alafu mimi na wewe tuwe members kwenye mwili wa Kristo. Kwa hiyo business tulionayo ni kuirudisha tukae katika ile arrangement ambayo yeye alikuwa ameikusudia nayo, ili akiaddress mwana awe ametuaddress wote katika Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninazungumza na mtu hapa. Yes. Ili atuaddress wote katika Kristo. Ndio maana Yesu anasema kwamba basi mfanye hivi kwa hiyo kumbukumbu langu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In my remembrance. Mkirudisha members pamoja. Kwa hiyo ile hali ya kukaa pamoja na kubreak ule mkate na kushare ile divai ambayo anasema ni damu ya agano, ilikuwa ni ili kuurudisha na kuufanya mwili wa Kristo kuwa mmoja.
Kuna siri moja kubwa sana iko hapa. Adui ana njia yake fulani hivi ya kuisolate watu, ya kuwatenga watu, alafu aweze kuwakong'ota kwa sababu hawako kwenye mwili mmoja. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, sisi ni wamoja. Amen. Sisi ni wamoja. Amen. NTM ni wamoja. Listen to me, kuna kipindi kuna mambo yamekuja kwenye maisha yako yakakusababisha ukawa pembeni na wenzako. Una Yesu ndio, lakini hauwezi kushirikiana na sisi. Umetuacha ukaenda sehemu fulani, hauwezi kushirikiana na wenzako. Mkao wote unaokaa pembeni peke yake huwa unazima. Yes. Lakini ukichukua mikaa miwili mitatu ukaiweka pamoja, haizimi bali inawaka zaidi. Ila ukiutoa pembeni mmoja unazima. Alikuwa anazungumza kitu kikubwa sana kwamba fanyeni hivi, rudisheni, turudi tukae tuwe kitu kimoja, kwa sababu when we are one, chochote ambacho tunasema kinakuwa kwa sababu we are one. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuwa na wiki fulani nzuri sana iliyopita, na tunakwenda kuwa na wiki jingine jema la ajabu hili ambalo linakuja, ambapo utashuhudia, utawitness mwanadamu akizungumza na mbingu zinafanya sawa sawa na alivyofanya, sio sawa sawa na ilivyoandikwa, ila sawa sawa na alivyosema mwanadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini anataka tukae na kuwa kitu kimoja. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu sema we are one. We are one. We are one. We are one. Sisi ni kitu kimoja. Sisi ni kitu kimoja. Usiogope, usiogope. Sema mimi ni sehemu ya mwili wa Kristo. Mimi ni sehemu ya mwili wa Kristo. Kupitia NTM madhabahu ya neema. Kupitia NTM madhabahu ya neema. Mimi ni kiungo muhimu katika huduma hii. Mimi ni kiungo muhimu katika nyumba hii. Unayaamini maneno hayo? Amen. Iambie hivyo nafsi yako. Ambaye ninaungana na wenzangu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ngoja niwaambieni, mnaweza mkafikiri kwamba labda hii ni kusanyiko, tunakusanyana tu tukutane ili nini? Mimi huwa siamini kwenye vitu ambavyo havina makusudi. Halo? Amen. Huwa siamini kwenye vitu ambavyo havina makusudi. Ndio maana hata watu walio kwenye maombi nilikuwa nawaambia, tunaomba maombi yenye majibu. Kwa nini? Kwa sababu tunalo kusudi la kufanya kile ambacho tunakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatukutani hapa hivi ili tu tumekutana Jumapili kwa sababu Warumi walianzisha mpango wa kukutana, au sijui kwa sababu kanisa la kwanza lilikutana kwa makusudi haya ambayo ninayazungumza. Na sisi tunakutana kwa makusudi hayo ambayo ninayazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And therefore hatupaswi tu kukutana hapa tu Jumapili, no. Tunatakiwa kukutana na kuwa wamoja katika roho. Halo? Mmoja katika roho. Kwa sababu hakuna namna tunaweza tukasema tunaye roho wa Mungu alafu hatuko wamoja katika roho, kwa sababu roho ni yule yule mmoja. Amen. Akiwa ndani yangu, akiwa ndani ya Mama Mushi, roho ni mmoja. And therefore mimi na Mama Mushi katika roho tunapaswa kuwa mmoja. Amen. Na kuna makusudi kwa nini alizungumzia swala hii kutengeneza unity. Biblia inasema kwamba wakikaa katika ushirika, katika unity, katika kushikana, kulikuwa na makusudi makubwa sana. Leo hii tumekuwa na maombi ambayo tunaomba hayajibiwi. Ni kwa sababu tu ya kanuni chache ambazo asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu tunakwenda kuzivumbua katika jina la Yesu. Amen. Unity, umoja ni lugha ya Mungu. Umoja ni lugha ya matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Mathayo sura ya 18, nakwenda kumaliza kabisa sasa hivi. Asubuhi leo unakwenda kuzaliwa kitu kingine cha tofauti sana. Being one in spirit. Kuunganishwa pamoja katika roho. Sijui ni nani anatamani hilo, lakini asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo, NTM tutakuwa na impact katika ulimwengu. Ninasema NTM tutakuwa na impact katika ulimwengu. Amen. Sio ili watu waone. Tulishafundishana sana haya. Ni ili mapenzi ya Mungu yatimie. Ili nini? Mapenzi ya Mungu yaweze kutimia. Adui anajua ni nini
kuhusu unity. Anajua, na ndiyo maana mara zote anachojaribu kukifanya kwenye makusanyiko ni kuhakikisha kwamba hakuna unity, hakuna umoja, hamuwasiliani kwa frequency moja, kwa sababu mtakapowasiliana kwa frequency moja, hakuna chochote ambacho mtapanga kisifanikiwe. Hakuna mission yoyote mtaifanya isifanikiwe. Kwa nini? Kwa sababu ndiyo lugha ya Mungu. Sio, kuna mtu ananielewa hapa? Yaani unakuwa umeingia sehemu, ngoja niwaambieni, kuna watu wanaweza wakawa wanaomba, whether tunaona wako sahihi ama hawako sahihi, lakini matokeo ni lazima yanatokea kwao, kwa sababu kuna siri wameijua, ambayo ndio Yesu alikuwa anajaribu kweli kuipush kwenye kanisa. Kitabu cha Matendo Mathayo sura ya 18, hebu nisomee mstari wa 19 na wa 20. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani kama jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Amen. Omba usikilize kwa umakini sana. Anasema wakiwepo watu wawili ama zaidi ambao watakuwa wamepatana, wenye unity, waliopatana. Kupatana sio tu mimi na mzee Mwishi tuambiane tu sawa, hapana. Lazima kuwe na agreement fulani katika roho. Halo? Na ndio maana na hii inafanya ni principle ya kiroho, ndugu zangu. Yaani hata mtu ambaye hajaokoka ana uwezo wa kuipractice. Ndio maana mnaona wenzetu wengine huwa wanawezaga kufanya hivyo vitu. Wanaenda, unachukua watoto, sababu watoto hawana mambo mengi, hawaelewi sana. Unawachukua watoto, unawapiga msosi, wanawapiga vitu vizuri vizuri pale, siku ile wanakula. Naamini Majidi atakuwa ananielewa kwa karibu zaidi. Wakisha wakusanya wale watoto, wakawapa chakula, wakifanya nini? Hapo wana plani yao ya kisomo cha kufanya. Wakisha maliza sasa, wananuiza maneno, wanasema wanachotaka kitokee, alafu wanaanza kusoma hivyo visomo. Kuna mwamba mmoja alisomewa, ilikuwa 2000 vile 2000, sawa 2000, watu wanataja kitu hicho mara 2000. Hawa watu walipofurahi pamoja, mara zote huwa wanakubaliana. Kwa hiyo wanaziweka nafsi zao pamoja, na mara nyingine hata kama hazikukaa pamoja sana, ile muendelezo na mrudio muda mrefu, unafika sehemu wanakuwa kitu kimoja. Wakisha kuwa kitu kimoja, chochote watakachosema, chochote, sijui kama mnanielewa. Unajua Wakristo mnapataga shida sana, mnanielewa maana chochote. Amen. Kwa sababu hawa jamaa walisema kwamba yule alikuwa na mtarget apate ajali, afe. Kwa hiyo hicho sio kitu cha kimungu, si ndio? Si ni sawa? Kwa sababu kama mtu amefanya ubaya, tumeambiwa tumlipe kwa jema. Ama tungemuombea Bwana amkute huko, amsaidie, amuokoe, si ndio? Lakini wakasema kwamba huyu mwamba apate ajali mbaya sana, afe. Na ikatokea sawa na maneno yao. Halo? Amen. Kwa nini? Kwa sababu walifanikiwa ile art ya kukaa pamoja, wakajiungamanisha, wakawa kitu kimoja, wakazungumza jambo moja. Sasa watu wa Mungu, ninyi msivyojua, kuna watu wenzenu nje ya kanisa ambao huwa wanakaa, wanaangalia, wanasema huyu Alfa kwani ana nini? Ni yeye kwani apate mke mzuri, alafu ili iweje? Kisa tu wamemwona mke wake. Bwana asifiwe. Amen. Si mnakubaliana na mimi kwenye hilo? Lakini amen, ana mke mzuri. Wanaanza tu, mtu anaamua tu kuzungumza tu kwamba basi tuone kitafika wapi. Lakini kwa sababu mioyoni mwao, yani hicho anachokisema kitafika wapi, kiko in alignment na moyo wake. Unashangaa tu, unafanya hiki akiendi, unafanya hiki akiendi, mambo hayaendi. Najua walokole mnasemaga sisi hatulogeki, hatuweje. Hata mimi nawaambia hivyo, sisi hatulogeki. Lakini sasa issue sio nini, yani kwamba wewe umelogwa hujalogwa. Sisi hatulogeki. Halo? Kuna ulazaro mwingine unasababishwa tu na watu.
Lakini Mungu akatupa tool, akasema hivi, ninyi kaeni tu kwenye mwili. Basi, halo? Sio kama mnanielewa? Akasema kaeni tu kwenye mwili, rudini kuwa kitu kimoja. Sawa sawa. Muwe na unity, muwe pamoja, muwe na lugha moja, kwa sababu mkiwa hivyo chochote mtakachosema kitakuwa. Bwana asifiwe. Ndio maana wengine mnashangaa kwamba kwa nini tulivyokutana mwezi wa 6 yale tuliyotaka yawe yalikuwa kwenye maisha ya watu. Nakumbuka tuliruhusu hapa watu wafanye shuhuda, tukatoka hapa saa 8, si ndio? Amen. Sijajua kama hii hapa tutakuwa na hiyo nafasi ya shuhuda, kwa sababu tutatoka asubuhi kwa yale Mungu anakwenda kufanya. Kwa nini? Kwa sababu tumeungana pamoja. Na mimi niliwaambia humu ndani katika jina la Yesu, ninaihubiri injili ya Kristo Yesu, ya neema yake, ya kweli ya Kristo Yesu. Lakini pia katika hiyo kweli ninakuambia hivi kwamba Kristo hakuniita nichunge malazaro. Amen. Halo? Amen. Kuna watu waelewe hiyo lugha ya Lazaro. Sasa tafuteni clips zetu zilizopita, mtaelewa kwamba sio makusudi ya Mungu eti ushindwe kuwa na hela ya kula, eti ushindwe kusomesha familia yako, eti ushindwe kufanya. Mimi ninakataa kwamba sio makusudi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka wewe uwe baraka kwa wengine. Utakuwaje baraka kwa wengine kama wewe mwenyewe ni Lazaro? Halo? Amen. Sema mimi sio Lazaro katika jina la Yesu. Mimi sio Lazaro katika jina la Yesu. Humu ndani hamna Lazaro. Lazima tuvuke. Kwa hiyo yako mambo tutakubaliana hii wiki tunayokutana hapa kwa pamoja, kwa moyo mmoja, na yanakwenda kuwa sawa sawa na tulivyosema. Watatusamee watu ambao watatafsiri tofauti kwamba lakini mbona wao wametaka sana hayo. Sisi tutasema kwa sababu tumepatana, tukaamua, na tuna andiko la kusimamia kwamba lolote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ulimwengu bado unasubiri kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Hata lini tutaendelea kukaa tusipokuwa na maisha yenye effect kwa watu wengine? Hata lini? Niliwahi kusema kama wewe ni mshirika wa NTM, lazima tu katika wakati fulani uwe nyuma yako kuna watu wanaoishi kwa sababu wewe unaishi. Amen. Usipofanikiwa kufika hapo, njoo tuendelee kusuguana hapa mpaka kieleweke. Halo? Amen. Ninamshukuru Mungu kwa sababu wiki kadhaa zilizopita nilikuwa mahali ninaweka wakfu ofisi ya mmoja wa washirika wa kanisa letu. Wamefungua ofisi nzuri kabisa pale, safi, ameanzisha kampuni yake, ninaiona ikienda hivi. Amen. Yule jamaa wa Uganda yule anasemaga hivyo katika jina la Yesu. Amen. Na mimi ninachokitarget tu pale sio yeye apate hela nyingi. Hela nyingi ni effect. Ninachotaka kuona ni kwamba kuwe na watu ambao wanaishi kwa sababu ya mtu wa Mungu. Yaani kuna mtu wa Mungu ambaye amefanya nisomeshe watoto wangu. Kuna mtu wa Mungu ambaye amefanya wazazi wangu kijijini wasiishi vibaya. Kuna mtu wa Mungu ambaye amenifanya na mimi niwafanye wengine waishi vizuri. Amen. Ukimwajiri na yeye anaajiri au sigeli, si ndio? Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na usigeli naye anapeleka hela kwa mama yake. Yes. Haleluya. Amen. Kanisa hili tunafanya mission ya Mungu. Tutahubiri injili, lakini pia tutaihudumia jamii katika jina la Yesu. Amen. Hatutakaa, sisi sio watu wa kukaa na kujibosti na marenji na manini ambayo tunanunua, pamoja na kwamba yatakuja na tutakuwa nayo. Lakini focus yetu haiko kwenye hayo. Hayo tu ni kama zile za kupongezana njiani. Malengo yetu sisi ni kuona watu wanamtukuza Mungu wetu sisi. Sio kwa sababu ya vitu tulivyowaonyesha. Maonyesho hapana. Kwa sababu ya vile Mungu anafanya kwenye maisha yao. Yaani uwe majibu. Wale wanaokaa wanaomba, wakati wanaomba Bwana anakuinua kujibu maombi yao. Amen. Kwa sababu mtu anayeomba kazi, si anamuomba Mungu kazi. Wewe ukimpa kazi, majibu. Umetoa majibu. Yes. Amen. Mungu amejibu hajajibu? Amejibu. Mungu amejibu hajajibu? Amejibu. Listen to me, hatujiiti miungu tu hivi hivi. Yaani unakula kande zako nyumbani peke yako kwenye chumba chako kimoja ambacho hakina nje. Alafu tumeishia tu hapo. Hapana, tunapiga hatua. Sina maana mbaya kwa yoyote yule
Hapana, tunapiga hatua. Ninakupenda kwa sababu unakaa kwenye chumba ambacho hakina nje, lakini baada ya miaka 2 ninataka uniambie, mchungaji, hiki kiwanja nimenunua, naomba umshukuru Mungu pamoja na mimi nitatabiri juu ya hicho kiwanja katika jina la Yesu, na kujenga utajenga. Amen. Kuna watu hawajaelewa kwa nini sisi tumeandika tukasema madhabahu ya neema. Hapa ni pale ambapo wale wanaosema wenye elimu yako hawajengi wanajenga. Amen. Yes. Pamoja na kwamba sihubiri kulala mimi, wewe unanijua. Nikikuta mtoto wa kiume analala mchana, ili kanisa na kufukuza. Takiwa ufanye kazi. Amen. Kama yule mtu wa kazi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ndivyo Mungu alivyonielekeza kwamba ninabariki kazi za mikono. Kwa hiyo hata wale mnaokuja hapa, tunaokutana hapa jioni, tunaomba kweli kweli. Lakini siombei hewa. Yeah. Bwana anauliza una nini umeshika? Yes. Kama huna ulichoshika, basi una nini kichwani mwako ili Bwana aanze kufanya kazi na hicho. Kwa sababu kama you cannot dream, you cannot have anything. Kama huwezi kuota, hauwezi kuwa na chochote. Lazima uwe na ndoto ya kule unaenda, ili Bwana ajenge kwenye hiyo ndoto, kukuelekeza, kukufanya ufike kule ambako unatakiwa kuenda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninazungumza na watu waliofanikiwa sana katika jina la Yesu. Amen. Mara nyingine kuna watu hawatusikilizi kwa sababu ya vile tunaonekana. Yaani tumekaa kilazaro sana. Lakini ni wakati ambao tutakaa nao kwenye level yao, pia tuwaambie kwamba issue sio hiyo. Issue sio hii. Alafu tofauti yetu na wao itakuwa ni moja, kwamba sisi hizi mali hazina sisi. Yes. Halo? Amen. Mali tutakuwa nazo, sisi ndo tutakuwa nazo, ila zenyewe haziwezi kuwa na sisi. Amen. Kwa sababu tuna uwezo wa kuwa humble kana kwamba hatuna, lakini tuna uwezo wa kukaa kwenye siti pamoja na hao ambao dunia inawaita wakuu. Lakini sisi tunawajua wakuu wenyewe ni kina nani. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mission ya Mungu ni kuturudisha hapo tutakapokuwa tumesynchronize na kuwa pamoja. Chochote tutakachokisema kitakuwa. Hii Dar es Salaam ina uwezo wa kupona kabisa kama sisi tukisynchronize na kuwa kitu kimoja. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu, kuna kitu kipya kitazaliwa ndani yako. Amen. Kuna kitu kipya kitazaliwa ndani yako. Amen. Tunakwenda kufanya ushirika kama jinsi ambavyo kanisa la kwanza walifanya. Lakini hatufanyi kwa sababu ni Jumapili ya kufanya. Tunafanya kwa sababu tuna meditate kwenye kile chenyewe ambacho Kristo alikizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mkate huu ni mwili wangu. Akasema damu hii, divai hii ni kinywaji. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ni damu yangu. Sasa aliongeza akasema damu yake ni damu ya nini? Ni damu ya agano, ambalo niliwaambia kwamba Bwana anaangalia ili alitimize agano la neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Agano la neema haliwezi kutimia kwa watu wanaoishi torati. Yeah. Kwa sababu wana mafungu yao ya 10 ambayo yanawapa haki ya kuwa pale ambapo wamekuwa, si ndio? Lakini kuna wengine ambao wanatoa kwa mioyo ya furaha, kwa mioyo ya kupenda. Watakuwa wanatoa mafungu ya 30, ya 40, ya 50, ya 12, ya 13, lakini wanatoa kwa mioyo ya kupenda. Alafu kwa sababu hatuwajui, kwa sababu hawapigi debe, hawasemi, hatujui wanachokifanya, lakini tutawaona wakiendelea mbele. Na kwa sababu Bwana amewatoa katikati yetu, tukiwa tunawajua kwenye hali walizonazo, tutamtukuza Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hatutasimama kusema kwamba ni Freemason, hapana. Mtu yeyote akiendelea katika kanisa hili haendelei kwa sababu yeye ni Freemason. Yes. Anaendelea kwa sababu Bwana ni Bwana wa neema. Amen. Ni Bwana wa nini? Wa neema. Wa neema. Tunaposhiriki divai ambayo Yesu anaiita, anasema ni damu yake, ilikuwa ni lugha ya picha, lakini ni ishara ya kulipokea agano kwa ndani. Sawa sawa, eh? Tunapozungumza manifestation ya hili agano, manake kuwepo na uthibitisho wa mtu ambaye wakimtazama watasema hakika Mungu anafanya, kwa sababu hakuna njia nyingine ya kulizungumzia.
Kwa hiyo Yesu anazungumza kwamba kunyweni hiyo damu, hilo agano liwe ndani yenu. Anasema damu yangu ni damu ya agano, liweze kuwa ndani yenu, alafu effect itatoka ndani kuja nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuyakubali iwe effect. Effect Kiswahili ni madhara Matokeo. Matokeo, yes. Tunayakubali matokeo ya agano. Halo? Mimi ninayakubali matokeo ya agano. Ninataka wakati tutakapokuwa tunapatake na tunashare divine, ndani yako uyakubali matokeo ya agano. Amen. Matokeo ya agano ni nini? Anasema sisi tumeokolewa kwa neema. Yes. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo kama asubuhi ya leo uko hapa na una ugonjwa ndani yako, kwa kupigwa kwake Yesu wewe umepona. Amen. Hiyo ni effect mojawapo ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wala sio kwa sababu ya vidonge, wala sio kwa sababu ya nini. Umepona kwa sababu yeye alidhurika katika mwili wake ili mwili wako uwe salama. Amen. Wewe ni mwenye haki. Asubuhi ya leo sitawaambia kwamba ujitakase. Angalia sana, chunga namna gani umeishi. Usije ukala vibaya. Hapana. Nilishawahi kuwafundisha humu ndani, mnaelewa maana ya hayo maneno aliyozungumza, maana yake ni nini? Kama damu ya Yesu inatakasa, hatuikimbii ili tuwe wasafi ndio tuje tuweze kuipateki. Tunaipateki ili tuwe wasafi. Halo? Yes. Amen. Kwa hiyo wewe ni mwenye haki. Sio kwa sababu ya matendo ya haki uliyoyafanya, lakini kwenye hili agano ametaka uamini kwamba yeye asiyejua dhambi alifanyika dhambi ili wewe uweze kuwa haki ya Mungu. Amen. Matendo ya haki ni matunda ya haki iliyoko ndani yako. Hauwezi ukazaa matendo ya haki kama haki yenyewe haiko ndani yako. Amen. Haleluya. Amen. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Amen. Hayo ni madhara ya hili agano, effect ya hili agano, au matokeo ya hili agano. Yeye asiyejua dhambi akafanyika dhambi ili mimi na wewe tuwe haki ya Mungu. Vile anasema kwamba alifanyika maskini. Pamoja na kwamba Yesu hakuwa maskini, huwezi kuniambia vitu vyote vimeumbwa kupitia yeye. Falme na mamlaka, kile shetani alikuwa anamuonyesha, anamwambia angalia, nitakupatia ukisujudia. Biblia inasema vyote vimefanyika na yeye, kupitia yeye na kwa ajili yake. Hakuwa maskini huyu, lakini katika ulimwengu huu alionekana maskini ili mimi na wewe tuupokee utajiri kwa neema. Amen. Ninatamani mtu mmoja aliyeiamini neema akasamehewa dhambi asubuhi ya leo aamini neema hiyo hiyo kwa ajili ya kutajirishwa katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen.